kwa ajili ya kutoa salamu fupi za familia. Karibu sana. Ndugu zangu waombolezaji, tumsifu Yesu Kristo. Nimesimama hapa mbele yenu kama mwanafamilia, na pia mimi ni chifu wa Kenya. Marehemu ni mmoja wa familia yetu. Pia nimesimama hapa kama mjumbe wa halmashauri kuu wa chama chetu cha Mapinduzi, nayewakilisha mkoa huu wa Mara. Sitaongelea upande wa chama kwa sababu mwenyekiti wangu wa mkoa yupo, naamini atapata nafasi, lakini napenda nizungumze sana Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu. Nitoe tu pole kwa niaba ya familia kwa kila mmoja aliyekuja hapa. Ninaamini kila aliyekuja hapa ameguswa na ndugu yetu. Hapa nikitaka kuuliza nani hayupo, nadhani kila kabila la nchi hii liko hapa. Mnaweza mkaona ni jinsi gani Nyamuhanga alivyojaa kwa watu, alivyopata tatizo ambalo limeshtua kila mtu. Mimi nilipopata habari zake kwamba amepata tatizo hili asubuhi saa 2, sikuwa na uwezo hata wa kuamka. Nilipata shock ya mwaka. Aliyenieleza alikuwa mwanafamilia, ananiambia una habari? Nikasema ipi? Nyamuhanga amefariki. Nyamuhanga gani? Sisi wakule Nyamuhanga, Marwa, Mwita tuko wengi. Nimechukua kumdadisi Gisima, bado siamini kwamba huyu bwana amelala. Nilikosa nguvu, nilikosa raha, nilipata shock. So ni mtu ambaye nilikuwa naye, alikuja. Mimi nilipata tatizo, kwa wale wachache mnaojua, mwezi uliopita nilipata ajali kama hii ya kwake Nyamuhanga. Alitoka Dodoma, wale viongozi wa Mwanza wa TANESCO, siku ambayo mlikwenda Sengerema kwenye mgodi mpya unaowekwa, mlikuwa na Nyamuhanga. Alipotoka kule alikuja kuniona mimi, na mimi kunipa pole ya ajali niliyopata. Tuliongea vitu vingi sana, tukakumbushana maisha ya ndugu, lakini leo hatunaye, amelala. Napenda nichukue nafasi hii, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, kupongeza kila mmoja na hasa serikali. Wewe binafsi, baada ya kulipata hili, nilikutafuta na ukanihakikishia, jambo la kwanza ukaniambia tuna msiba. Niliweza kufarijika kuona wewe kama waziri bado umeuchukua ule msiba kama wa kwako. Napenda nikupongeze sana. Nipongeze sana viongozi wa TANESCO kwa niaba ya ndugu zetu. Nilikuja hapa juzi kama mwanafamilia, nikakuta mji huu uko mikononi mwa viongozi wa wizara, mikononi mwa viongozi wa taasisi TANESCO. Mkuta naibu katibu mkuu akiongoza jambo hili kama jambo la kwake la nyumbani. Pongezi sana kwa mwenyekiti wetu wa TANESCO. Naamini na wewe jambo hili umeliwekea nguvu. Tumeongea mara nyingi, nguvu zote hizi
Sisi tunarudisha asante sana. Nashukuru sana wizara, nashukuru mkoa. Mheshimiwa RC, ulipotoka hapa mimi niliingia. Nikaambiwa RC alikuwa hapa ameondoka. Nikaa hapa mpaka saa 3 usiku, tukaondoka tukishirikiana na viongozi wa wilaya na kila mtu. Mnaweza mkaona ni jinsi gani msiba huu ulivyojaa majonzi. Kuna mtu alikuwa ananiambia, Mzee Gachuma, ni afadhali kuuguza kuliko kupata kifo cha aina hii. Najua kile Mungu alimpenda zaidi. Tunaamua kukubali. Mimi niombe tu familia tuendelee kuwa pamoja, tushikamane. Vijana mpo, wadhifa wa kwake umesomwa, mtu amesoma sana, na bahati nzuri na vijana wetu wapo ambao pia wamesoma sana. Muige hii tabia ya baba, meshaondoka, ili muweze kuwa yale mazuri mtakayofanya kwenye macho ya watu ndio atakayempa faraja huko anakokwenda, na ndio atakafanya watu wengi waweze kuheshimu na kumheshimu yeye aliyeondoka. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, leo sio siku ya hotuba, siku ya majonzi. Tunasikitika sana, hatukutegemea kumpoteza ndugu yetu. Mmeona bado alikuwa kijana mdogo, mlikuwa mnamhitaji, najua mnampenda sana. Mimi nimewahi kuwa mkurugenzi TANESCO. Wakati muda wangu wa kutumikia umeisha nikatoka, ndio naye aliingia kuwa mkurugenzi mkuu pale. Nafahamiana na baadhi ya viongozi wa TANESCO. Naamini wamepata pengo kubwa sana. Sasa mwenyekiti wa TANESCO, Mheshimiwa Mkuu, Naibu Waziri Mkuu, kuziba pengo huwa ni kazi. Kumpata Nyamuhanga mwingine huwa ni mtihani. Niwaombee tu Mungu awaongoze, muweze kupata Nyamuhanga mwingine aweze kuongoza. La mwisho ambalo nadhani ningependa niliseme mbele yako, na nikuombe kwa unyenyekevu sana. Leo kama tungemwamsha hapa Nyamuhanga, tukamuuliza Nyamuhanga, ungependwa tukulaze hapa? Yawezekana angesema hapana. Alikuwa na mipango yake, alikuwa na familia, alijikita sana. Sisi Wakurya tunapenda ng'ombe. Ana famu yake kule nzuri sana. Siku hiyo alikuwa ananipa pole, nilijua ana famu nyingine Dodoma. Kwa hiyo mtu alikuwa amejipanga, lakini leo ukimwamsha useme bwana tunakuweka pale. Nikuombe sana kupitia kwako, na kama litakuwa kubwa kuliko kwako, basi niombe utufikishe salamu kwa rais wetu Mama Samia. Mama Samia ni mnyenyekevu, ni mtu anayependa watu wote kama watoto wake. Naamini leo hapa, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, tutaondoka baada ya kumzika mwenzetu. Kila mtu atawasha gari hapa, tutaondoka, tutamwacha Nyamuhanga pale. Sijazungumza na familia juu ya hili, nimeamua kulitoa kwako kama mtu mzima, kama mtu naye mfahamu Nyamuhanga kwa mazuri aliyofanya kwa taifa hili, na hasa kwa kazi aliyoisimamia. Nadhani mmesikia kwa mchapa kazi, na mara nyingi mimi ni mwajiri mdogo. Najua wachapa kazi huwa ni watu wanachapa kazi tu, wanasahau mambo mengine ya personal. Na mtu wa aina hii alikuwa lazima ni mtu ambaye hana tamaa. Akajisahau kwamba hapa palikuwa mahala pa kuja kufikia na kuondoka, lakini najua mpango yake ilikuwa kwingine. Basi niombe, kwa vile tumeshamzika hapa, tukiondoka, nikuombe wewe utakavyoona, kama nilivyoomba pia kama rais ataona, hapa mahala
tupaache tuwe na jengo pale lenye hadhi ya ndugu yetu Nyamwanga. Utafanyaje Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu? Sijui, lakini ni majonzi makubwa. Familia hii imekaa sana Dar es Salaam. Ninaamini kama kitu kikiwekwa hapa kizuri kinaweza kikawavuta wakarudi. Tusije tukamtupe Nyamwanga Gisima tukaondoka tukaacha amebaki na kaburi pale peke yake. Pamoja na kaburi tumjengee nyumba moja nzuri ya hadhi yake. Taona tunafanyaje. Hata kama inashindikana kwa mapenzi ya wafanyakazi wenzake wa TANESCO, wanaweza wakajiorganize. Hili naloliomba nalolisema linaweza likapata ufumbuzi wake. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa, sikutaka nichukue muda mrefu. Ni mambo mengi sana huyu bwana amefanya mazuri kwetu hata sisi, lakini kwa sababu ya muda na kutokuchosha watu katika kuelezea mambo yake, naomba niishie hapo. Nawashukuru sana mliokuja kutufariji, na niombe Mungu wakati mnarudi muweze kurudi salama, mfike nyumbani salama. Sisi tutaendelea kumwenzi ndugu yetu. Asanteni sana. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na ujumbe.